Mtazamaji wa Nakivona, karibu sana kwenye mazungumzo ya kimichezo. Na leo hii bado tupo kwenye ardhi ya upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa nazungumza tupo kwenye kisiwa cha Zanzibar, lakini hapa ni Unguja. Achana na habari za Simba na matokeo yake. Hapa tunakuja kuzungumza kuhusiana na kile kikubwa zaidi, ni timu ya Polisi Tanzania upande wa Zanzibar kufuzu hatua ya ligi kuu visiwa vya Zanzibar msimu ujao. Tunakwenda kuzungumza na kamishna msaidizi wa polisi ACP ndugu Omar Hamisi Abdalla, ambaye pia ni mwenyekiti wa timu ya Polisi Zanzibar iliyofuzu ligi kuu visiwani Zanzibar msimu ujao. Lakini pia kuna mengi tutakwenda kuyajua kuhusiana na mipango ya timu hiyo msimu ujao. Mimi ni CK Freddy. Hii ni Nakivona Media, Nakivona Sports, lakini nyuma ya kamera yupo mwanadada thabiti kabisa, mwite Jacqueline, ambaye yeye ndiye anafanya unaona kila kitu. Nifuate kwenye mazungumzo ya mtazamaji. Sasa tunakwenda kuzungumza na kamishna msaidizi wa polisi Omar Hamis Abdalla, ambaye cheo chake ni ACP, lakini huyu pia ni mkuu wa upelelezi mkoa wa Kaskazini Unguja, na ni mwenyekiti wa timu ya Polisi Football Club hapa Zanzibar, ambao kwa sasa wanajipanga kuelekea mashindano ya ligi kuu ya Zanzibar msimu ujao 25-26 watakuwa wapo ligi kuu ya visiwa vya Zanzibar. Mazungumzo yangu makubwa kiongozi, nikutaka kujua timu ya Polisi visiwa vya Zanzibar, nini kilikuwa cha kipekee kupelekea nyinyi mkapanda ligi kuu? Imekuwa habari kubwa Tanzania. Karibu sana, utuambie kwa ufupi kuhusiana na Polisi Zanzibar. Asante sana, karibu sana Zanzibar. Kimsingi timu ya Polisi ni, tukubaliane kwamba ni timu kubwa, ni timu kongwe kuliko timu zote, lakini pia ni timu ambayo inawakilisha taasisi kubwa. Ilicheza Premier League katika miaka ya nyuma, bahati mbaya ikapata shida, ikateremka daraja, kitendo ambacho kitaasisi hakikuwa vizuri, kwa sababu taasisi kubwa lakini timu yake kucheza katika ligi ndogo haikuwa ikipendeza. Kwa hiyo mikakati ya makusudi ilibidi lazima ifanyike ili kuona kwamba tunarejesha heshima ya jeshi la polisi, lakini pia tunarejesha heshima ya timu kutokana na ukongwe wake. Kwa hiyo mapambano makubwa sana ikabidi lazima yafanyike kuona kwamba timu tunairejesha. Mikakati ikafanyika, ambapo kwa kiasi kikubwa sana tunashukuru sana City College of Health. Ni mtu ambaye tulishirikiana naye, ametusupport kwa nguvu kubwa. Tukiwa naye pamoja, mwaka jana tumecheza tukafanikiwa, tukashindwa kuipeleka timu Premier League. Ikabidi mikakati thabiti ifanyike ambayo tumeifanya mara hii, na kwa ushirikiano mkubwa wa Bwana Mwanga ambaye ni mkurugenzi mkuu wa City College, tumeweza kuipeleka timu Premier League katika nafasi ambayo tunaamini kwamba ndio nafasi ambayo timu hii inastahili kuwepo. Kamishna amefungua mazungumzo yetu kwa kutanabaisha kwamba timu ya taasisi kubwa, timu yenye ukongwe zaidi kuliko vilabu vingi, kwa maana ya taasisi yenyewe ni kubwa, haistahili kuwa kwenye madaraja ya kawaida. Msimu mwaka jana amepambana, haikufanikiwa, ila msimu mwaka huu wamepambana, amefanikiwa. Lakini amemtanabaisha, amemtaja wazi kabisa Shaban Mwanga, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa City College pale Dar es Salaam Chanika wanapatikana, ambao wanatoa elimu ya daraja la juu kwenye masuala yote ya utabibu kwenye daraja ya kuanzia la chini mpaka la juu. Kwa hiyo kama una nafasi ya kutaka kufahamu siri ya polisi, basi City College pia wanahusika kama kwa sehemu ya wadau na wahisani wao. Karibu sana. Timu imepanda ligi kuu sasa. Tunajua ligi kuu sio pahala pa masihara hata kidogo. Tunaona kwa sasa ligi inaelekea mwishoni, lakini ushindani mkubwa sana. Utasikia hapa wako Jumla Ndege, utasikia Mwembe Makumbi, utasikia timu nyingi sana zinapambana kutafuta ubingwa. Mipango ya sasa ya kuja ligi kuu na muimara kama ambavyo mlivyofanya vitu vikubwa ligi la kwanza ni ipi? Asante sana. Unajua nyumbani kwetu pale tuliondoka tu, tumerudi. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na mgeni na nyumbani kwao, kwa sababu ni muda wote, miaka yote tumeishi tukicheza Premier League, na tunajua kwamba sasa hivi ligi ya Zanzibar ina competition kubwa. Tunaona mfano sasa hivi pale timu ambazo ziko juu zote zinatofautiana kwa pointi moja tu, zaidi ya timu 5 ambazo kila timu ambayo inataka kufika pale juu inatofautiana kwa pointi moja tu. Kwa hiyo tunajua ugumu wa hiyo ligi, kwamba unahitaji wachezaji ambao wana uzoefu,
wa kucheza hizo ligi, lakini pia ambao wana uwezo mkubwa wa kucheza huo mpira. Kwa hiyo mipango yetu mikubwa ni kuitengeza timu iliyo bora, kwa sababu tunajua kwamba pamoja na mambo mengine yote, lakini kitu pekee ambacho kitatuweka pale ni timu iliyo bora. Timu iliyo bora ni timu ambayo inahitaji wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, wachezaji ambao wana uzoefu na hiyo ligi. Kwa hiyo mipango yetu ni kuitengeza timu ambayo itakwenda kutoa ushindani mkubwa. Hatutegemei kwamba tuende pale tukashuke daraja. Tunategemea kwamba tuende pale tukachukue ubingwa kabisa katika mara yetu ya kwanza. Kwa hiyo mipango yetu tumejipanga vizuri, tunaendelea na mikakati. Tunaendelea kushirikiana na watu ambao wametufikisha hapa, especially City College. Kwa sababu kama alitumia nguvu kubwa sana, huwezi kutumia nguvu kubwa sana ukafikia pala kukifikisha kitu katika level fulani alafu ukasema basi acha nikiache kiende hapa. Tuna imani kwamba hata na yeye mwenyewe pia mategemeo yake makubwa, furaha yake kubwa timu hii kuweza kufanya vizuri zaidi, kuona kwamba imeweza kuwa bingwa wa Zanzibar. Na hayo ndiyo matarajio ambayo tuko nayo. Mipango imeshaanza, tunatafuta usajili ulio bora, lakini pia tunafanya matayarisho mazuri ya kitimu, ikiwa ni pamoja na kuona kwa namna gani tutaweza kuboresha uwanja wetu uwe bora kabisa kwa ajili ya mazoezi. Kwa hiyo nadhani mikakati tulionayo ni kuona kwamba tunakwenda kushindania ubingwa wa Zanzibar na sio kushiriki ligi ya Zanzibar. Tulipata bahati ya kuwepo uwanja wa Amani kwenye mchezo wa fainali ya Simba, wakipoteza wakatoka sare dhidi ya RS Berkane na kupoteza ubingwa. Miongoni mwa wachezaji ambao niliwaona wako kwenye ule uwanja, nilimwona Jean Balek alikuwa yuko pale, na miongoni mwa mazungumzo yangu mimi na yeye nilimdokeza vipi unaweza ukacheza ligi ya Zanzibar ikitokea ofa, akasema yeye ni mchezaji mpira, popote pale anaweza kucheza mpira. Huyu ni mfano. Kuna wachezaji wengi wa kigeni wanatoa ushindani kwenye mpira wa Tanzania kwa sasa. Nyinyi kwenu sera itakuwa ni kwa wachezaji wa ndani tu, ama mtafungua milango na kuruhusu wachezaji hata ambao sio wa ndani kuja kuitumikia timu ya Polisi Zanzibar? Nadhani nilichokuambia kwamba tunategemea kutengeneza timu bora. Kwa hiyo timu bora lazima ipate wachezaji walio bora. Kwa hiyo wachezaji bora tu haiwe si kwamba lazima wawe ndani tu ya nchi. Tunaangalia wachezaji ambao watakuwa na uzoefu kutoka pahala popote. Kwa hiyo yoyote yule ambaye tutafikiana naye makubaliano ataweza kuungana na sisi kwa ajili ya kuja kuitumikia timu ya Polisi, wala hatuwezi kuwa wabaguzi. Ni kazi tumewaacha kwa walimu. Walimu wao ndio watakaofanya ya kuona nani na nani na nani wanafaa. Na tunashukuru kwa tuna walimu wenye uzoefu, uwezo wao mkubwa. Kocha wetu nafikiri ndio kocha wa national team Zanzibar, ambaye kaiwezesha timu kuchukua kombe la Mapinduzi, kombe ambalo mataifa mbalimbali yalishiriki. Na ni mtu ambaye yeye mwenyewe pia ametokea katika mpira. Kocha wetu msaidizi ameshachezea mpaka timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo ni watu ambao wana experience ya kutosha. Kwa hiyo ni wao wanajua nani ambaye anastahili kuwa katika timu yetu. Kwa hiyo nafasi ya nani aje kwetu sisi tumewachia benchi letu la ufundi, ambalo wao ndio watatuambia ni nani na nani tunamhitaji na kwa sababu gani. Safi sana bwana. Mimi na maswali mawili lakini naweka pamoja ili nikuache nawe pia uendelee na kulitumikia taifa kwenye eneo la nafasi yako, pia ni nyeti sana. Swali langu la kwanza, nataka uniambie nini ambacho unaweza kuwaambia wapenzi wa mashabiki na watu ambao wameiunga timu hii toka iko daraja la kwanza mpaka imerudi ligi kuu. Unaweza kuwaahidi nini mashabiki wa timu yenu kuelekea msimu mpya ambao mtakuwa kwenye daraja la ligi kuu ya visiwa vya Zanzibar? Hapa labda niseme tu kitu kimoja kwamba tabia wa Zanzibari wanapenda sana mpira. Wanapenda sana mpira, kitu ambacho watu wengi hawakijui, lakini wanapenda mpira ulio bora. Hawapendi tu mpira, wanapenda mpira ulio bora. Kwa mfano timu yetu ya Polisi tulifikia pale tukapoteza washabiki. Walipotea washabiki, lakini tuliporudia katika mfumo, na mfano mzuri wa mechi yetu ya finali na Kundemba, it has never happened katika uwanja wa Mau kwa miaka ya karibuni, haijawahi kutokezea. Ina maana kwamba kila aliyekuwa mwana Polisi kwa kujua kwamba timu yao inacheza na anajua kwamba timu imecheza mashindano katika stages, round ya kwanza ya pili haikupoteza, kila mtu anajua story nzuri ya Polisi, basi watu wote walikuja. Kwa hiyo kwanza tunawaomba wao kwamba watu waendelee kubakia nasi kama ambavyo walitusupport katika hiyo mechi ya mwisho, lakini sisi tunachowaahidi ni kwamba tutawatengenezea timu nzuri ambayo italeta ushindani, na si tu ushindani na burudani pia, kwa sababu mpira ni burudani.
sio tu watu wakuja kupiga mipira na mateke tu mbele. Tunawaahidi timu ya ushindani, lakini na burudani pia itapatikana. Hicho ambacho mimi nakawaahidi kwao. Kwa hiyo nawaomba tu waendelee kutunga mkono City College, tuendelee tu kuwa naye, atusupport, na pia tunamuahidi furaha, ikiwa ni pamoja na kwamba tuna nafasi nzuri sasa hivi ya kumtangaza kucheza Premier League. Premier League inaonyeshwa katika TV na mahali mwingine. Kwa hiyo watu pia wana nafasi ya kumjua nani ambaye is behind us. Kwa hiyo tunaomba na yeye pia endelee tu kuwa nasi. Inawezekana kwa mtazamaji anayefuatilia mazungumzo yetu haya akajiuliza, nyinyi na City College, nyinyi na Shabani Mwanga, undugu wenu, familia yenu umekutania na wapi mpaka leo mnazungumza kuwa sehemu ya mapambano mkiwa pamoja? Neno lako kama mwenyekiti wa polisi Zanzibar kwa City College na kwa Shabani Mwanga. Kwanza, kama nilivyosema mwanzo kwamba narudia shukrani zangu za dhati kwake. Alijitoa sana, alitukuta tukiwa chini. Tanzania hii ni moja na ni ndogo sana, ni kwamba ni rahisi mtu kuweza kukutana naye na kuweza kujuana naye. Sisi kama Jeshi la Polisi Tanzania ni taasisi hii ya muungano, kwa hiyo tupo Tanzania nzima. Kwa hiyo Mwanga kama Mtanzania tumekutana ndani ya Tanzania, na akatuelewa, tukamueleza tatizo letu kwamba we need timu yetu iende Premier League, na tunamjua kwamba yeye ni mwanamichezo. Kwa hiyo tukazungumza naye, nadhani mimi mwenyewe pia ndo nilifunga safari nikaenda Dar es Salaam. Kwa mara ya kwanza nikutana naye Dar es Salaam. Kwa hiyo nikamueleza dhamira yetu na tukaanza kushirikiana naye, akaona kiwango chetu cha uaminifu, akaona kwamba the right person kuendelea kuwa nasi. Na tumeshirikiana naye na tumemwonyesha uaminifu wa hali ya juu. Na katika mashirikiano ya hali ya juu hakuna maeneo ambayo labda alitukwaza au kuonesha kukata tamaa. Kwa hiyo tumekutana naye katika mahangaiko ya kawaida ya kimichezo, akiwa mwanamichezo, tukiwa wanamichezo, ametupokea, ametusupport, na tunategemea kwamba ataendelea kutusupport. Waswahili wanasema kama haujaagana na nyonga, safari ya kukimbia inaweza kuwa ngumu sana. Uongozi wa polisi Zanzibar kwa sasa wakiwa kwenye daraja la ligi kuu visiwani hapa Zanzibar, umepata kumsikia akizungumza namna ambavyo pamoja na yote lakini hajaacha kumpa maneno ya shukrani ambaye amekuwa akiunga mkono kwenye safari yao ya kurudi ligi kuu Tanzania visiwani, kutokea City College, mkurugenzi Shabani Mwanga. Jina na cheo chako? Mimi naitwa the commissioner msaidizi wa polisi, kwa maana ya ACP, Assistant Commissioner of Police. Dhamana yangu ni mkuu wa upelelezi wa mkoa wa Kaskazini Unguja, lakini by then ni mwenyekiti wa timu ya polisi, tu ambaye naisimamia katika uendeshaji, usimamizi na kila kitu. Kwa mimi ni mwenyekiti wa timu ya polisi, lakini commissioner msaidizi wa polisi pia. Shukrani kwa mazungumzo mimi na wewe. Asante sana. Na mtazamaji, hapa usalama ni mkubwa sana. Mimi ni CK Freddy, kwa mara nyingine tumefunga mazungumzo yetu na kiongozi mwenyekiti wa timu ya polisi Zanzibar, ambao kwa sasa wamerudi kwenye ligi kuu kama timu kongwe na timu kubwa, na dhamira yao ni mmoja tu, taarifa iwafikie walio ligi kuu ya visiwa vya Zanzibar. Amekuja polisi Zanzibar kuja kutawala na kutoa ubingwa, kwa maana mazungumzo yetu yalikuwa kwenye picha hiyo. Ale nyuma ya kamera ni Jacqueline, lakini mimi ni CK Freddy, na hii ni Nakivona, na tupo hapa kwa udhamini mkubwa kabisa wa City College ambaye ametutoa Dar es Salaam kuja kisiwa cha Pemba, kisiwa cha Unguja, kuzungumza na mwenyekiti wa timu ya polisi Zanzibar. Hadi wakati mwingine, tii amri bila shuruti, mdogo wangu.